Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa ba'd. Ndugu zangu watazamaji na wafuatiliaji wa program mbalimbali katika channel hii ya Huda TZ TV, naomba nikaribisheni tena katika program nyingine muhimu sana katika shughuli ya malezi ya umma. Ilikuwa tarehe 1 mwezi wa 6 mwaka 2025, tarehe ambayo umma wa Kiislamu katika mkoa wetu wa Kigoma uliandika historia. Ilikuwa ni siku ya furaha, ilikuwa ni siku ya historia. Umma wa Kigoma ulitirimka, umma wa Kigoma uliitika, umma wa Kigoma ulifurika, umma wa Kigoma uliandika kumbukumbu muhimu sana. Kigoma iliendelea kuandika historia ya malezi muhimu sana kwa vijana wa Kiislamu. Mashehe mbalimbali, viongozi mbalimbali, waumini wa Kiislamu, wazazi na walezi waliacha shughuli zao kwa ajili ya tukio hili. Hili ni nini? Ni tukio gani hili tunalokusudia hapa? Hili ni tukio la mahafali ya kufunga kambi ya malezi ya vijana wa Kiislamu Kigoma Magharibi, lililofanyika chini ya kamati ya kuendeleza Uislamu Tanzania kwa upande wa mkoa wa Kigoma Magharibi. Mahafali haya yalifanyika katika ofisi ya mkoa iliyopo eneo la Mwandiga, kwenye msikiti wa Ijumaa Mgera pale Mwandiga. Mambo makubwa yalionyeshwa pale katika mahafali haya. Inshallah naomba nikaribisheni sana ili tuweze kushuhudia si tu yalionyeshwa na yaliyofunzwa, lakini pia tutapata kusikia nasaha za viongozi mbalimbali akiwemo Sheikh wa mkoa wa Kigoma, lakini pia mgeni rasmi ambaye alikuwa Mheshimiwa Rashid Chuachua ambaye ni mkuu wa wilaya ya Kigoma. Kwa hakika kwetu hii ilikuwa ni mahafali tu, lakini ilikuwa ni namna pekee ya kuonyesha tunavyoweza tukasimamia malezi. Baada ya wageni kuingia, kwa maana ya wageni kutoka maeneo mbalimbali, tukio lililofuatia ilikuwa ni ziara. Ziara ilikusudia kuwaonyesha wageni shughuli mbalimbali zilizokuwa zikifanywa na vijana na namna mbalimbali walivyokuwa wakijifunza. Kwa hiyo amiri wetu wa mkoa wa kamati ya kuendeleza Uislamu Mwalimu Ashraf Yunus Abulio aliongoza msafara na kutoa ufafanuzi kwa wageni. Na safari ya kwanza, eneo la kwanza, ilikuwa ni ufafanuzi wa shughuli ya maandalizi ya chakula ambacho kwa sehemu kubwa ndicho chakula kilichotumika kwenye kambi hii. Magunia ya mahindi. Alhamdulillah, kwa sababu yetu lima eka ngapi? Eka 3. Na vijana wamekula kwa muda wa miezi 3 na wiki 2 sasa. Mahindi yetu yaliyobakia ndio haya mnayaona. Takriban gunia 12 zimebakia ziko hapa. Baada ya tukio la kutembelea store, ilifuata tukio la kutembelea eneo la kisima cha maji. Lengo lilikuwa ni kuonyesha wageni kuwa shughuli zetu zinahitaji maji. Ukiacha tu shughuli za msikiti kwa ajili ya ibada na ule msikiti wa Ijumaa,
lakini shughuli ya kukusanya vijana zaidi ya 50 kwenye eneo moja wakaishi kwa muda wa miezi mitatu inahitaji maji ya kutosha. Lakini pia shughuli zao za ujifunzaji zinahitaji maji. Kuna shughuli za bustani ambazo zinahitaji maji. Sehemu iliyofuatia ilikuwa ni kutembelea madarasa ambako kulikuwa kuna vyerehani, na ufafanuzi ukatolewa namna mbalimbali ya matumizi ya vyerehani yanayofanyika kwa ajili ya kujenga stadi za maisha kwa vijana wa Kiislamu waliohitimu kidato cha 4 ambao walikuwa kwenye kambi hiyo. Kwa sababu elimu michache na facilities kwa hazitoshelezi, kwa tunawagawa. Wakati kundi hili linasoma cherehani, kundi lingine linasoma kompyuta. Labda baada ya saa moja hawa cherehani kwenye kompyuta na cherehani wanakuja kwenye wala kujadili namba ya wanaotumia cherehani ili jaji ambao wanaweza kukidhi kupata chochote kwa stadi hii ya cherehani. Si shauri. Hapa pia Amil Ashrafu alifafanua kilichofanyika na baadhi ya vijana waliokuwa wanajifunza kinadharia na kivitendo walipata nafasi ya kumfafanulia mgeni rasmi shughuli zinazoendelea katika mchakato wa kuandaa bustani na hadi kuvuna mazao yanayotokana na bustani. Na ni mwanakambi wa awamu ya 5 kambi ya malezi hapa Mgera. Kama tunavyoona hali halisia ya mchicha wetu hapa, hili ni somo miongoni mwa somo ambalo tumejifunza darasani, ambao tumejifunza ni uhifadhi wa bustani au kilimo cha mboga mboga. Katika kilimo chetu hichi kilimo ambacho tumejifunza, kuna aina mbili za mbegu za mchicha, ambao kuna hybrid ambayo tunasema ni mbegu ya kisasa, lakini kuna local ambayo ni mbegu asilia hizi ambazo zinakuwa sana katika jamii zetu. Sambamba na hivyo, na dada yangu pale, yule pale dada yangu pia atupe faida, tujitambulisha kisa ambamo na atupa faida ya zao hili, tumefaidikaje kama sisi. Faida za mchicha, kwanza ni somo ambalo tumejifunza hapa kambini, lakini pia baada ya kujifunza darasani tumekuja kufanya kivitendo ambapo kama jinsi mnavyoona. Lakini jambo lingine, mchicha huu umetumika hapa kambini kama chakula, ambapo imepusha gharama za kununua mboga. Lakini jambo lingine, faida nyingine tumejiingizia kipato ambacho kimeweza kutusaidia kukidhi mahitaji madogo ambapo yaliokuwa yanahitajika pale kambini. Lakini kama kutakuwa kuna swali lolote, tunaomba tuulizwe. Wakati maswali yanakuja, mwalimu wa somo hili ambaye ni tamsia, lakini pia ndio mtaalamu wa kilimo. Msomea kabisa kilimo, ni mtaalamu na ndio ambaye anaongoza somo hili. Kama kwa dakika moja sekunde, kama ukasema chochote basi watu wapate chochote. Asalamu alaykum barakatuh. Asalamu alaykum. Ni rasmi na wageni waalikwa. Kama mlivyotambulisha kwa mimi ni mwalimu wa somo hili la professional. Lakini pia tunatamani tufanye vitu vingi sana. Na sasa umesoma masomo mengi, mboga kila aina, lakini hizi tumezoea kwa sababu ya urahisi na muda tunaokaa hapa. Lakini changamoto kubwa ni maji. Maji hapa ni changamoto sana. Lazima maji hapa tutawadha sisi. Tunaenda kuchimba shule na tega ndio hayo tunataka kumwagilia tena mazao. Sababu eneo lote hili ni noka tupa tulime pote hapa. Lakini tumeshindwa, ukisema unalima maji unatoa wapi? Kiweka dawa ya kuua wadudu kwenye mchicha, baada muda gani unaweza ukala mchicha? Inaweza kuchukua siku saba hata kwa hiyo siku 2 na usiwa. Lakini kutokana na maji unayomwagilizia. Sasa hivi tuna tatizo kubwa sana ambalo wenyewe hatuelewi. Tunakula sana sumu kwa kula hizi mboga kwa sababu weka dawa leo wanatengeneza mstari wa kina mama kina nani pika wanaweka sumu, lakini kitaalamu zaidi wanavuna wanatafuta hela, sisi tunapata kusubiri hata angalau kwa siku 7, kwa sababu tunakuwa tunajihakikishia usalama wa afya zetu. Kwa sababu huwezi ukasema kwamba utumie maji, unaweza kutumia kwa maji lakini mboga sumu ikabaki. Mboga zetu sasa hivi zinaharibiwa sana na hali hiyo. Bali mtusaidie, niko sawa? Hapa na mimi nitie neno kwa siku 7. Nataka kuwaonyesha hicho kitu vijana, kwa sababu
Sasa hivi tuna tatizo kubwa sana ambalo wenyewe hatulifahamu. Sasa tunakula sana sumu kwa kula hizi mboga mboga, kwa sababu watu wetu hata hao wanaotengeneza bustani wakina mama wakina nani wanaweka sumu, wanaua wadudu, kesho wanavuna, wanatafuta hela. Sisi tunapata maradhi, tunapata kansa, tumbo, hatujui kwamba changamoto kubwa ni kuna sumu nyingi ambazo tunakula kutokana na mboga mboga. Mboga zetu sasa hivi zinaharibiwa sana na mboga. Kuna wadudu wote wanaweza hapa, na mimi nitie neno kiongozi. Kwa hiyo tutumie njia hii, lakini pia nimeona mmevuna mahindi, uendeshaji wa mboga mboga. Msihifadhi kwa kutumia kwa viwandani, ama anatumia kuzuia wadudu. Kuna njia kuu ambazo ni salama. Niombe na hii kwa jamii yetu yote, tunanunua mahindi kwenye mashine zetu, njia ya asili ya kuweza yale mahindi. Wafanyabiashara wengi wamehifadhi kwa dawa za viwandani, madhara ya kula vidonge au hizi shumba za unga, majani ya mwarobaini. Ala kama tunakula mahindi yao daoshe kwanza ya majani ya mwarobaini. Lakini kama mahindi yako umeyapanga mfumo wa kisambu, niombe tuwahifadhi kwa njia mbili kwenye maji masaa 12. Njia ya kwanza, sasa hivi ya teknolojia, kuna mifuko ile yenye kamwanya ndani kwenye mboga mboga, ile ni njia salama. Ingawa ukiyatunza mahindi yako mle ndani yatabakia kuwa nafaka, baadaye hutayatumia kama mbegu, kwa sababu ile mifuko inaingiza joto, inaua kimea. Kuna njia kuu ambazo njia ya pili salama, na hii kwa njia ya asili yote, tunanunua mahindi wa mshindi. Yale mahindi wa mshindi wengi wamehifadhi kwa dawa za kilichoma gogo lake lile, maji yake yanatosha kuhifadhi nafaka zote, na hakuna wadudu hata kama tunakula mahindi yao. Njia hii baadaye ukitumia hata mbegu inaota kama mahindi yako yapatwa. Niombe tuwahifadhi kwa njia mbili. Lakini tukija kwenye hizi mboga za majani, njia ya kwanza sasa hivi ya teknolojia, kuna mipia unaweza kutumia majani ya chai. Niwaombe ni njia salama, pandeni, ingawa ukiyatunza mahindi yako ndani yatabakia kuwa nafaka, baadaye hutayatumia. Lakini njia ya tatu ya asili ni mkojo wa sungura, inaingiza joto, inaua kimea. Mkojo wa sungura nao unafukuza wadudu shambani. Njia ya pili salama, una kirutubisho ya asili NPK, mti wa mshindi tunatumia kutoka kwenye booster. Mti wa mshindi, mheshimiwa kiongozi, ukilichoma gogo lake. Lakini cha pili, wengi wamekuwa wakitumia hizi sumu, wanakwenda wanakunywa maziwa. Maziwa sio tiba kwenye sumu. Maziwa, hizi sumu zipo kwenye mfumo wa mafuta, na maziwa yana mafuta. Ukienda ukanywa maziwa, umesafirisha, umesaidia mzunguko kuwa mkubwa. Kwa watu wa bustani, ukipata reaction ya sumu, chukua mkaa, utwange ule unga wa mkaa ule, changanya kwenye maji, upate angalau kikombe cha nusu lita, unywe wakati ukifanya harakati za kwenda kukutana na daktari. Faida ya uji ule, unasaidia kuikusanya sumu, wakati kuja kukutana na daktari ukapata matibabu ya juu zaidi. Kwa hiyo ningependa niongezee kwenye matumizi ya hivi vitu. Shukrani. Na swali. Ninaomba tusaidiwe, kuna njia ya asili ya kutumia hivi sasa pale kwenye ile unga wa mshindwi, kutuelezea kwamba tuna apply namna gani, tunanyunyizia kama unavyotumia kwenye bomba au tunanyunyizia unga ile majivu ya unga wa mshindwi baada ya kuunguza. Usichanganye na mtu yote. Ule mti kama unaona huwezi kuwaka, bora uchukue shoka uchanje, upate vipande vidogo vya kuanzia kuwasha. Robo kilo, yani kikombe kile cha robo, unaweza ukachanganya na gunia 2 za debe 6 maji. Unamwaga kama tunavyomwaga kwenye maturubali, afu baadaye unafanya unachanganya bila kutumia maji. Maana yake ni unga kwa unga umechanganya. Anaishi unga ule tunapenda kwa ajili ya bustani, ule ni kwa ajili ya kuhifadhia mahindi au maharage. Usichanganye na mahindi wakati hujayahifadhi. Sasa lazima uhakikishe ukaukaji wake. Athari ya kuhifadhi mahindi yenye unyevu huwa yanaleta mtandao fulani kama kanjano, mfira kwa wale walio mfira, nayo turamenya kufunga. Ile ni kansa tayari, hutakiwi kuyatumia yale mazao na wala hutakiwi kuwapa mifugo. Hiyo ndio athari ya kuhifadhi mahindi kabla haja kauka. Inshallah. Shukrani. Sina kitu tuelekee Bwana Musa, kwa taalamu wa kilimo kamili. Musa Bonga Ramadhani, katibu kamati ya kuendeleza Uislamu wilaya, mwalimu nafundisha shule ya msingi Uishi. Lakini pia ni mgambo.
somo la malezi na maadili. Naitwa Mshabani Makinda, ni mwalimu mkuu shule ya msingi Kajana, wilaya ya Buhigwe. Mimi ni mwalimu wa Iziwi. Kwa hiyo nilikuwa nikifundisha wanafunzi wangu hapa taaluma ya ukalimani na tafsiri. Kwa majina naitwa Kudra Mashaka Ramadhani. Taaluma yangu ni fundi umeme. Katika kambi hii nilikuwa nafundisha somo la umeme. Kwa naitwa Engineer Kudra. Kwa majina naitwa Mohamed Ahmad Hussein Tia, ya Ujiji. Kwa taaluma yangu ni mpambaji. Kwa kambi hii nafundisha mafunzo ya mpango. Shukrani. Kwa jina naitwa Mwalimu Mstaafu Heri Saudi Takwa. Kwa nafasi ni naibu mhasibu wa kamati ya walimu, lakini pia ni mwalimu mlezi. Naitwa Msharafu Hassan, ni mwalimu wa masomo ya chemistry pamoja na dini ya Kiislamu shule ya sekondari Ukombozi, yuko Urambo Tabora. Kambini nilikuwa nafundisha somo la lishe, wale wanaelewa lishe wenyewe. Naitwa Mahsen Haruna Mahmudu, ni amiri kamati ya walimu wa Islamu wilaya ya Kigoma. Kambini nilikuwa nafundisha somo la tarehe ama historia. Ni mwalimu wa shule ya msingi Mahende, wilaya ya Kigoma. Karibuni sana. Nami naitwa Mohamed Hassan Kisanzo. Katika programu hizi ni katibu wa mkoa, kwa maana katibu wa mkoa pamoja na kuendeleza Uislamu. Lakini by professional ni mwalimu mkuu shule ya msingi Nyabusho ipo Mwamgongo. Na katika programu hizi nilikuwa nafundisha somo linaloitwa TV program. Mashaallah. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naitwa Suleiman Sabula, mwalimu kutoka halmashauri ya Kasulu. Kwenye kambi hii nilikuwa mwalimu wa fursa za mtandao. Na naomba Amina atajitambulisha kwa hiyo. MC Majo. Yupo hapa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Swaumu Mari. Kitaaluma ni mwalimu nafundisha shule ya msingi Beru, lakini katika kamati ya kuendeleza Uislamu ni amirati kamati ya kuendeleza Uislamu upande wa kina mama. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Madam Aisha Khalid Khalfani. Nilikuwa ni mwalimu wa shule ya msingi Manara ipo Kigoma Ujiji kule Kagera. Hapa nilikuwa nafundisha somo la Kiarabu na hata huko Manara pia nafundisha somo la Kiarabu sana. Kwa majina naitwa Jasmine Kesto Kabwa, ni amirati miradi na ni mwalimu wa mapishi hapa kambini. Mimi katika kamati hii ni naibu amiri mkoa, kamati ya kuendeleza Uislamu mkoa, lakini pia ndiye mwalimu wa masomo ya dini katika hizi programu ambazo zinaendelea hapa, na pia ni mwalimu katika chuo cha Sheikh wa mkoa wa Kigoma, Sheikh Hassan Buniidi Hassan wa Kibugwa, lakini pia ni mwanafunzi wa Sheikh wa mkoa wa Kigoma, Sheikh Hassan Buniidi Hassan wa Kibugwa. Na ndiye mudiru wa madrasa Shamsul Maarif Mwandiga. Mashaallah. Hii iliyoko hapa. Okay, kwa hiyo ni mwanafunzi mwalimu. Naitwa Sharafu Musa Ali, huyo ni amiri kamati ya kuendeleza Uislamu mkoa wa Kigoma. Mimi ndio mwalimu mkuu wa yote ambayo yanaendelea hapa. Mashaallah. Shughuli nyingine iliyofuatia ilikuwa sasa ni kuonyesha shughuli nyingine ambazo zimeandaliwa kwenye ukumbi ili vijana waweze kuonesha namna gani walivyo mahiri katika maeneo hayo waliojifunza. Kwa vijana walianza kuonyesha shughuli, kulikuwa na shughuli ya sabuni, kulikuwa na shughuli za kujifunza za ushonaji, kutumia cherehani, lakini kadhalika kulikuwa na shughuli ya wataalamu wa mambo ya kompyuta, matumizi ya kompyuta, na kulikuwa na shughuli za umeme au kufanya wiring ya majumbani. Hizi ni shughuli baadhi katika yale ambayo walijifunza. Kwa vijana walipata fursa ya kudisplay, ya kuainisha mbele ya umma uliohudhuria hapo na mbele ya mgeni rasmi, ili kuonyesha kwa hakika
kwa kiasi kikubwa kuna jipya wamelipata kutokana na kambi hii ya malezi. Amir Ashraf ambaye ndio mwalimu mkuu wa kambi, ndio amiri wa kamati ya kuendeleza Uislamu kwa Kigoma Magharibi, alianza kutoa miongozo ya ufafanuzi wa kile kilichokuwa kinafanyika kwa kila shughuli ambayo vijana walikuwa wanaonyesha. Nataka nikuelezeni kwa muhtasari sana. Kuna mambo mengi yamefanywa hapa. Watu wa umeme, hebu tengenezeni muinue muwashe, watu watakuwa wanaona tu. Lakini watu wa kushona wameshona sasa hivi wamemaliza. Inueni ngome za shona. Wameshona juba, vazi la Kiislamu la stara, na nguo nyingine inaitwaje? Mwendo kasi. Gauni ya mwendo kasi. Ama jina la mama. Gauni ya mwendo kasi. Kwa hiyo juba ile hapa, kina baba wanaweza kununua kwa ajili ya familia yako, lakini akina mama wanaweza kununua kwa ajili ya familia yako. Kwa sababu leo ni siku muhimu ndani ya mwezi mtukufu na masiku bora kabisa. Hii ukienda dukani unaweza kupata kwa bei ya 30,000. Lakini sisi leo sababu sisi furaha tutafanya kwa promotion. Hii tutauza kwa shilingi 15,000. Juba hilo kwa bei ya promotion. Naam. Tutauza 12,000. 12,000. Kuna mama mmoja analipenda. Ngoja sasa hivi. Mashaallah. Shukrani niulize. Wakati unauliza kuna watu wametengeneza sabuni. Juba Juba tayari nimepata. Sheikh, wakati unauliza Juba nimepata mteja. Juba nimepata mteja. Basi bwana. Unamweza, unamudu. Basi kama naomba radhi inshallah. Endelea ulete hela Juba. Watu wa umeme alhamdulillah tayari imewaka, feni imewaka, ni kazi zinafanyika. Kazi zinafanyika, vijana wamefanya hapo, unaona kama unaona sasa tunaendelea. Kuna sabuni za vipande, majina maarufu Gwanji. Unazifahamu Gwanji? Watu wa sabuni, shika sabuni ili watu wazione. Watu wa sabuni, shika sabuni hapo, tuanze kuuza sabuni sasa hivi. Sabuni za Gwanji, Gwanji mtaani na zinawekea bei yake shilingi 1,000. Kwa utukufu kuanzia sabuni 5. Sawa. Tunampunguzia tunamtoa shilingi 500. 500. Haya, twende. Kwa maana nyingine takbir. Allah. Wakati mnaonyesha sabuni za vipande, sabuni za maji pia zipo. Zina ujazo tofauti tofauti. Sogeza mbele, wageni hawaoni. Sabuni kipande sogeza, sabuni za maji sogeza. Sogeza ujazo tofauti tofauti. Hizi sabuni zote wamtengeneza vijana hawa. Na alhamdulillah Hussein Kabeke, shekhi wa wilaya yuko hapa. Yeye alishaagiza na vifaa, anasema nikimaliza kambi ulijiko unaenda kwa agenti mkuu wa sabuni. Kwa hiyo kule mkitaka sabuni za maji mtamtafuta. Sogea hapo waone sabuni za maji. Sabuni za maji kama mnavyoona tuna ujazo wa dumu lita 5. Hili dumu lita 5 bei halali tunauza sisi shilingi 10,000. Sawa. Lakini ukipatikana mtu wa haraka shilingi 9,000. 9,000. Hizi sabuni zingine, hii ya lita 1.5. Hii hapa shilingi 4,000. Kwa sababu ni ofa tutafanya kwa shilingi 3,000. Haya, hizi ndogo hizi na ujazo huu shilingi 2,000. Kwa sababu ya umuhimu wa siku hii ya leo na fursa hii tutauza kwa shilingi 1,500 inshallah. Juba tayari mshamana mteja? Bado. Kama bado nipelekee kaka. Inshallah. Juba naomba Juba, kuna mtu alitaka Juba. Pelekee kaka. Takbir. Allahu Akbar. Lakini pia tuna keki iko tayari. Keki. Watu wa mapishi mmekimbia. Kuna keki, kuna kokoto. Kokoto mnazijua Waislamu? Zipo. So zege. Ni aina fulani ya pishi. Baada ya shughuli hizi za maonyesho, jambo lingine ambalo ni muhimu lililofuatia hapa ilikuwa sasa ni kupata nasaha mbalimbali kutoka kwa wageni waliohudhuria katika hafla hii, ili sasa kuonyesha namna gani wanavyoweza wakahamasisha au wakazungumza na waumini waliofika hapa kuonyesha athari na thamani ya hili jambo. Hapa tunaye Sheikh Salahuddin, huyu ni mkurugenzi wa African Relief Organization. كله ولك الشكر كله على نيته وستره، لك الحمد على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. أشكر الله سبحانه وتعالى على هذا الحضور الطيب، ونشكر هذه المؤسسة كماتي نعم على هذه الدعوة الطيبة، وتوجه بالشكر كذلك يعني وتشرف بحضوري مع الشيخ حسن ووالي كيجوما. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيهم وأن يتقبل منهم يا رب العالمين هذه الخطوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ بعد kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Jambo la kwanza analoanzana nalo, anamshukuru
anashukuru wote mliohudhuria, mliofika katika hafla hii. Lakini jambo la pili, anashukuru kamati hawa walioandaa hii hafla kubwa. Lakini jambo la tatu, anajisikia fahari kwa kuhudhuria mbele ya shekhe wa mkoa, lakini pamoja na mkuu wetu wa wilaya. كما نتقدم بالشكر إلى جميع الحضور من الإخوة والآباء والطلاب، نسأل الله أن يتقبل منكم هذه الأيام وأن يعيننا وإياكم في هذه الأيام المباركة على حسن العمل وحسن الذكر وحسن القبول إن شاء الله تبارك وتعالى. Lakini pia sisi anaongezea kwa wote mliohudhuria, anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala aweze kutusaidia kufanya mambo mema sana katika haya masiku yaliyokuwa magora na yenye kheri ndani yake, masiku ya Dhulhijja. وتقدم وكذلك أنتهز هذه الفرصة في هذا الحضور الطيب وأعبر عن يعني سعادتي الكبيرة بهذا العمل وهذا الجهد الكبير، العمل المجتمعي، يعني ما نسميه نحن في علم الاجتماع الجماعات الوسيطة بين الدولة وبين المجتمع، وهي التي تقوم بأدوار عظيمة بل أحيانا تفوق أدوارها وأثرها عمل الدولة بذاته. فجزاكم الله خيرا على هذا الجهد الكبير هذه المؤسسة. وكما أدعو إلى أن يكون هناك تعاون كبير بين هذه المؤسسات الوسيطة في المجتمع والتي لها دور عظيم في المجتمع التنزاني. Sheikh anasema anachukua fursa kuwashukuru kamati kwa kazi kubwa wanayoifanya. Allah subhanahu wa ta'ala aweke kila la kheri, na anasema taasisi hizi za kati ndio ambazo zinawakilisha kati ya serikali pamoja na wale watu wa chini wananchi, yani wao ndio kama kiungo. Na Sheikh anasema hawa watu ni muhimu sana, wanahitaji kusapotiwa lakini kupewa nguvu, kwa sababu kazi yao ni kubwa mno, na Allah subhanahu wa ta'ala na waombea kwa Mwenyezi Mungu aweze kuwatilia nguvu. Na anasema kuna kipindi wanafanya kazi kubwa kuliko hata serikali yenyewe, yani kwa sababu wao ndio wanajua huku chini wanataka nini. Kwa hiyo wao kazi yao kubwa wanaoifanya wanaunganisha kati ya watu wa chini lakini pia na serikali kuu. Ama walivyotia la kheri. وذلك لما أخبر به أخي راشد لما يتحقق فيها من أركان من الإخلاص والحماسة والجهد الكبير. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. كما أؤكد على ضرورة التعاون بين هذه الجمعيات والمؤسسات الوسيطة مثل تمسية وجاي وكماتي وغيرها من المؤسسات التي لها أثر عظيم جدا في المجتمع. نسأل الله أن يتقبل منهم. ولكن إذا اجتمعت هذه الجهود ويعني جعل لها خطا واضحا لتنمية المجتمع، فإن هذا المجتمع في كيغوما وفي تنزانيا بشكل عام سيكون له شكل مختلف، المجتمع الإسلامي في هذه البلد العظيمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يعيننا وإياكم على كل خير. اللهم آمين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Lakini Sheikh anamalizia kwa kuendelea kutoa nasaha kwamba hii miasasa ametoa mfano, kuna Jai, kuna Tamsia, kuna miasasa tofauti tofauti, wote kazi ni moja. Jambo kubwa anayohimiza ni wao kushirikiana na kuwa na ukaribu, kwa sababu lengo lao ni moja, kuweza kuendeleza jamii ya watu wa Kigoma. Wakifanya hivyo watapata mafanikio makubwa na Allah subhanahu wa ta'ala atawatilia kheri katika kazi yao wanayoifanya. Na Sheikh anaishia hapo, anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala aweze kuwalipa kila la kheri. Amin. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada ya nasaha hizi Sheikh alizotoa, alhamdulillah, Allah mbariki na mhifadhi katika kheri. Nasaha zinazofuata hapa ni nasaha za kaimu shekhe wa mkoa Sheikh Kapipi, ambaye ni shekhe wa kata ya Gungu, naye pia alikuwa na nasaha. Naomba tumsikilize. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bona milana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ba'd. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kuja hapa.
tupo katika sehemu tukufu sana. Tunaomba rehema na amani zimwendee mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na radhi za Mwenyezi Mungu ziwaendee maswahaba. Baada ya hili, Mheshimiwa mgeni rasmi Dr. Rashid Chuachua, mwenyekiti wetu wa wilaya, mkuu wetu wa wilaya, na Mheshimiwa mgeni maalum, mlezi wetu, baba yetu, shekhe wetu wa mkoa Alhaji Sheikh Hassan bin Eid bin Hassan Kiburwa, waheshimiwa mashekhe wote ambao tunahudhuria na viongozi na wahitimu wote kwa ujumla, kwa uhakika na kwa kweli walioanzisha fikra hizi, Mwenyezi Mungu aendelee kuwapa afya njema, lakini aendelee kuwapa umri mrefu na mpana ili waendelee na makubwa zaidi ya haya. Mheshimiwa mgeni rasmi, niseme neno moja kwamba Waislamu wanapokuwa wanaanzisha chochote kile ambacho kinakuwa na manufaa katika Uislamu, huwa kinatazamwa katika jicho lisilokuwa zuri, na matokeo yake huwa wanapewa na majina mengine mabaya mabaya na kuitwa magaidi. Ni matumaini yangu makubwa kwamba mgeni rasmi umefika katika eneo hili na umeona mambo mazuri. Ninafikiri kabisa kwamba utayaunga mkono mambo haya na yatastawi, yataendelea kukua na kukua. Kafa bil ilmi fi dhulumati nura, elimu peke yake ndio huwa inawatoa watu katika giza na kuwaweka katika nuru. Yubayyin lana fi hayatina umura, elimu ndio inakuelekeza katika mambo yako ya dunia na hata ya dini na ya akhira. Fakam wajada dhalila biha i'tizaza, watu wangapi walikuwa madhalili, lakini kwa elimu leo wana heshima ya hali ya juu. Wakam wajada hazina biha surura, watu wangapi walikuwa na huzuni, lakini kwa elimu wana raha. Leo unakaa na mkuu wa wilaya, leo unakuwa mkuu wa wilaya, lakini kwa elimu watu wote hawa wanatoa jicho kwa wilaya, kwa yule pale, lakini amekuwa pale kwa elimu. Al-ilmu hiya asasu al-hayat al-insaniya, elimu ndio msingi wa maisha ya binadamu. Ndio thamara, tunahitaji kupata matunda mazuri na kupata maendeleo kwa haya yanayofanyika hapa. Inshallah Mwenyezi Mungu atupe taufiki yake. Ni muhtasari wake. Waislamu mkoa wa Kigoma wahimizwa kudumisha amani hasa mwaka huu wa uchaguzi. Waislamu kote nchini wahimizwa kuhudhuria tamasha la kitaifa mkoani Singida. Wahitimu wa kidato cha 4 wamaliza kambi ya malezi kituo cha Madiga, Kigoma Magharibi. Tupate taarifa kamili. Waislamu mkoa wa Kigoma wahimizwa kudumisha amani hasa mwaka huu wa uchaguzi mkuu wa madiwani wa bunge na marais. Tumsikilize mtangazaji wetu kutoka Ujiji. Karibu. Hayo yameelezwa na shehe wa mkoa wa Kigoma Alhaji Hassan Idi Kibura katika kongamano maalum lililofanyika tarehe 27 mwezi wa 5 2025 siku ya Jumatano hapo Ujiji. Alieleza washiriki wa kongamano hilo ya kwamba tunaona wenzetu kutoka Burundi na Kongo wanavyokimbia nchi zao kutokana na uvunjifu wa amani. Aidha, alieleza viongozi mbalimbali waliohudhuria kongamano hilo, suala la amani linapaswa kuzungumziwa mara kwa mara misikitini na nje ya misikitini. Ni mimi mtangazaji wenu Zainabu Yahaya Shabani kutokea Malezi ya Umma TV. Shukrani sana mtangazaji wetu kutoka Ujiji. Waislamu kote nchini wahimizwa kuhudhuria tamasha la kitaifa mkoani Singida. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa mtangazaji wetu aliyoko jijini Dar es Salaam. Akiongea na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, amiri kamati ya kuendeleza Uislamu taifa Sheikh Mohamed Kasim aliwatangazia Waislamu kote nchini kuhudhuria tamasha la kitaifa la ujenzi wa kituo cha Kiislamu kilichopo mkoani Singida. Sambamba na kushiriki kazi mbalimbali, mkoa wa Kigoma umeomba kuchangia tamasha hiyo fedha kiasi cha shilingi 7. Aidha, tamasha hilo litaanza tarehe 13 Juni 2025 hadi tarehe 20 Juni 2025.
Amiri kamati ya kuendeleza Uislamu mkoa wa Kigoma, kaka Ashrafu, ameeleza ya kwamba changamoto kubwa inayowakumba watu wa Kigoma ni usafiri wa kushiriki tamasha hiyo. Ni mtangazaji wako Masha Saidi kutoka Malezi ya Umma TV. Alhamdulillah, masha Allah, kwa kweli nasaha ni fupi, message ni fupi, lakini ni message inaakisi uweledi wa maarifa alionayo na inatoa mwongozo kwa wasikilizaji. Inshallah Allah muhifadhi na ambariki katika khairi. Naomba sasa tumsikilize Amiri Ashrafu akitoa ufafanuzi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Mheshimiwa mgeni rasmi pamoja na wageni ulioambatana nao, kwanza tutakuwa tunatoa shukrani kwa niaba wenzangu kama hata kushukuruni kwa kuweza kufuata ratiba zenu na kuona kuna kila sababu kuungana na sisi vijana wenu madhaifu, madhalili, wa hovyo hovyo, lakini mmeweza kuungana na sisi. Mwenyezi Mungu akulipeni kila la kheri inshallah na kujalieni mwisho uliokuwa mwema. Ndugu zangu, nimeitwa hapa kwa ajili ya kueleza hasa nini ambacho kinaendelea. Jumuiya yetu inaitwa Kamati ya Kuendeleza Uislamu. Jumuiya hii ni jumuiya ambayo iko chini ya taasisi ya Islamic Propagation Center kwa maana ya IPC. Jumuiya hii iko Tanzania nzima. Jumuiya hii inazo programu nyingi ambazo inafanya, lakini programu zote hizo zimejikita kwenye kuandaa rasilimali watu kwa ajili ya kuwa na watu ambao wanaweza kuwa na manufaa kwenye jamii zao. Ukitazama programu tunazoshughulika nazo ni programu mfano ufundishaji wa elimu ya dini ya Kiislamu mashuleni. Yaani akitokea mwalimu Muislamu, shekhe, ustadhi ama mwalimu akafundisha elimu ya dini ya Kiislamu, yeye hatapata chochote zaidi ya kupata fadhila kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumtengeneza kijana ambaye alikuwa na dini na hofu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini tunayo program ya kata program. Kata program ni program ambayo tunawakusanya vijana wa Kiislamu wanaosoma shule za msingi na sekondari kwa ajili ya masomo ya ziada. Katika masomo haya ya ziada tunawafundisha masomo ya elimu ya dini ya Kiislamu, lakini tunawafundisha na masomo ya shuleni. Lengo ni waweze kufanya vizuri katika masomo yao wanapokuwa katika masomo. Lakini programu nyingine ni programu za itikafu za siku 3. Programu hizi zinawahusu hasa wanafunzi wa kidato cha 3 na kidato cha 4, lakini wanafunzi wa kidato cha 5 na kidato cha 6. Lengo la itikafu hizi ni kuwahimiza, kuwashawishi, kuamsha ari ya vijana wa Kiislamu wawe na utayari wa kusoma, wawe na utayari wa kumtumikia Allah Subhanahu wa Ta'ala wanapokuwa wakiwa ni wanafunzi. Na alhamdulillah, kupitia programu hizi tumeweza kupunguza baadhi ya changamoto, mfano kufeli kwa wanafunzi. Tukichukua mkeka wetu ule wa tathmini za kila mwaka wa shule ambazo tumeweza kuzifikia katika mkoa wetu, renji ya ufaulu, hatua za ufaulu zimeongezeka. Na hii kwa sababu tunafundisha kata program, tunafundisha tuition program, tunafundisha pia somo la dini ya Kiislamu shuleni na kuamsha hali zao za kujifunza. Lakini pamoja na program zote hizo, wakati tunafanya hizi program tuligundua vijana wengi wakimaliza kidato cha 4 wanapotea. Lakini vijana hawa wakiwa mashuleni wanakosa muda mzuri zaidi wa kuisoma dini yao. Tafiti zetu zikaonyesha tunawapata vijana wa kiume ambao wamemaliza kidato cha 4 lakini wallahi hawajui kutekeleza ibada ya swala. Tunawapata vijana mabinti wa Kiislamu wamemaliza kidato cha 4 ambao ni umri ambao baadhi ya vijana wanaenda kuoa ama kufanya nini, kuolewa, wallahi hawajui hata kutawadha. Sisi tukasema kullukum, karejea hadithi ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'i wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Sisi wote ni wachunga na tutaulizwa kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala juu ya wale ambao tunawachunga. Kama walimu ambao tunafundisha mashuleni, tukaona hii hali haiondoki kwa dua, haiondoki kwa khutba. Hali hii inaondoka kwa kuwa na mikakati ambayo itaweza kuwatoa vijana hawa katika hatua moja kwenda katika hatua nyingine. Lakini pia mtakumbuka mwaka juzi zimetolewa takwimu za ushoga. Yoyote mwenye simu janja, smartphones, ingia YouTube,
Google takwimu za mashoga Tanzania, utaiona video ambayo imeorodhesha mikoa na idadi ya mashoga. Vijana wale mashoga, ndugu zangu, hawapatikani kwa bahati mbaya, wanapatikana baada ya kuwa wameikosa misingi mizuri ya kumfahamu Allah na kumfahamu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tukafanya utafiti, tukabaini kundi kubwa la vijana wa Kiislamu kidato cha 4 wanapata division 4 na division 0. Lakini tukabaini kwamba wazazi wengi wa Kiislamu wanafahamu kigezo cha kufaulu kwa mtoto wake ni mtoto wake kupangiwa hatua ama level nyingine ya kitaaluma. Kama mtoto alipata division 4 au 1 alafu katokea bahati mbaya hakupangiwa kwenye machaguzi ya kwenda wapi akasome, vijana wale na wazazi walikuwa wanaona watoto wao wamefanya nini? Wamefeli. Naweza nikatoa ushahidi. Wapo baadhi ya vijana hapa baada ya kumaliza kidato cha 3 walipata selection za kwenda kusoma chuo cha maji Dar es Salaam. Ada ni zaidi ya milioni 2. Mzazi uwezo wake wa kutoa hata 500,000 hana. Binti akabakia mtaani. Sisi tunasema tuwezi kumwacha mtaani. Tukamchukua tukampeleka VETA, alhamdulillah amemaliza level 2 ya bomba na leo inshallah amefanya application kwa ajili ya kujoin level 3 ya bomba. Kwa tukaona tuna kila sababu ya kufanya ili basi kupunguza ile kundi wale vijana waliofeli, waliopata 4, waliopata 0 ambao sisi wazazi wa Islam tunaamini wamefeli, wote wanabakia nyumbani. Naomba niwaulize hapa, alhamdulillah watu karibia mji mzima mpo hapa. Nenda pale Maahadul Mu'min, nenda pale Tahdhibu, nenda mahali zote kubwa kubwa, madrasa zote kubwa. Tazama vijana wanaosoma maarifa dini kama hadizo na vituo hivyo. Ni vijana ambao wengi wao wanatoka pembeni kabisa na sio vijana wa kwetu. Lakini sio hivyo tu, nenda masokoni, hauwezi kuwakuta vijana wa Kiislamu wakifanya biashara vizuri, hawapo. Ukimkuta kijana wa Kiislamu amejiajiri walau kwa kazi ya bodaboda, akiendesha yeye pikipiki, wewe unashika kichwa na unafanya dhikiri, unalia kwa namna ambavyo yeye anatembea. Mara ngapi tumewaona vijana wa Kiislamu bodaboda wanaendesha pikipiki wakiwa uchi? Hamjawaona? Hamjui? Kama kuna shindano litokea Kibirizi, mmoja akasema mimi nitavua nguo, nitaenda mpaka roundabout Mwanga izunguke pikipiki mimi nirudi. Haya hayaondoki kwa kukunuti. Haya yanaondoka kwa watu kujitoa kwa ajili ya kuwajali, kwa kuwahurumia, kwa kuwasaidia ili tupate vijana ambao watakuja kuwa na nusura katika dini hii. Na si tu dini, tunahitaji kuwa na trafiki, polisi, madaktari waadilifu. Daktari ambaye ukienda kuhitaji huduma kwake atatanguliza utu kuliko kitu kingine chochote. Daktari ambaye hatakubali kwa uzembe wake yeye kijana au mama au baba apoteze maisha bila kutoa mchango wake. Hao tukiwataka watu wazuri, ndugu zangu, hawapatikani kwa kutamani. Ni lazima sisi tuumie kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunawapata vijana walio wazuri. Tunaona lazima tuwe na programu maalum ya kambi ya injili kwa kidato cha 4. Kambi hii tulianza mwaka wa kwanza 2002. Kitaifa ilianza 2021. Sisi tuligoma, tuliona hatuwezi. Tulipoanza 2022 viongozi wetu wakatusisitiza, bado tukasema hatuwezi kualisha vijana hata watu 5 miezi miwili. Awali tulianza na miezi miwili. Haiwezekani. Viongozi wetu wakatushauri. Ifika tu kwenye kikao, wamekuja kwenye ziara, watuzungukia, watuhamasisha. Wakatuliza mmoja mmoja, hivyo huwezi kumlea mtoto mmoja? Karibu naweza, wewe huwezi. Naweza. Kama wao umesikia utambulisho wengi, alhamdulillah ni watu ambao tuna shughuli ndogo ndogo tunafanya ambao tunapata 100-200. Kwa hiyo inaonekana kwamba kwa idadi yetu sisi tunao uwezo wa kutunza mtoto mmoja mmoja, basi tutunze walau kwa idadi yetu, kila mmoja awe na mtoto anayemlea. Alhamdulillah 2022 tulianza na vijana 28. Hawa vijana sio Mwandiga, na bahati mbaya sana, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Vijana wa Mwandiga mwaka huu wako vijana 48. Vijana wa Mwandiga wako 3. Mwandiga wewe. Nikisema kwa usinielewa, mna mambo yenu ndio mnatamani. Yaani nyinyi mnafurahi aje mtu mumbebe kwa machela, mtoke roundabout mzunguke mpaka sokoni, mnapewa 5,500. Mnakubali watoto wenu wanakuja kuwa ni machokolao wa kudumu katika maisha haya. Mtaulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma la tusaluna yawma idhin 'anil na'im.
Uislamu, Mwenyezi Mungu anasema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina. Allah amejalia neema zote ndani ya Uislamu na akajalia Uislamu ndio mfumo mzuri wa kufanya watu waishi kwa furaha na amani. Leo nyinyi mna furaha nini? Hamna vibaka. Sisi mwaka huu kijana mmoja alikuwa anaiba jeneza msikitini, akauza chuma cha kavu. Kijana wa Kiislamu, unaweza ukafurahi ukacheka ukaona ni jambo la kawaida. Ndugu zangu, tumefikia hatua watu wanaiba jeneza. Kama hamtambui, hawa vijana wataiba, itafikia hatua watakosa pa kuiba. Itafikia hatua watakosa hela za bangi. Wataiba kanzu zenu, kofia zenu, ndala zenu, wataiba vyombo vyenu ndani, wakauze ili wapate hela ya bangi. Hasa tukisubiri hayo yatokee, ndugu zangu, haitakuwa jambo la furaha. Kwa mwaka wa kwanza tunaanza na vijana 28, baada ya kambi kwa mfano hivi tunapomaliza leo, selection hao vijana wapo walipata division 1, wapo waliopata division 2, wapo waliopata division 3, wapo waliopata division 4, na wapo ambao wamepata 0, wapo ambao wana wazazi, wapo ambao ni mayatima, hawana baba wala mama, na wapo ambao wana wazazi lakini wazazi wao hawajui watoto wao wako wapi, wamefikia wapi. Sisi tunakaa nao karibu sana. Unamwita kijana na mhoji, unamuuliza historia yake, unamwambia kama na baba. Ukimpigia baba hajui hata binti yake anasoma hiyo kidato cha ngapi. Anakushangaa, mwanangu amemaliza form 4. Amemaliza. Mwanangu mimi hajamaliza bwana. Mwanangu hajamaliza. Lakini mwanawe amemaliza kidato cha ngapi? Kidato cha 4. Kuna watoto hapa kimuuliza baba yake yuko wapi, majibu yake ni kutiririsha machozi. Kwa nini? Kwa sababu hao ndio wale wakina baba ambao waliandaliwa kwa wakina baba wahovyo. Wakina baba ambao, mtanisamehe, anaamkia kwenye kahawa, anakunywa kahawa saa 10 alfajiri mpaka saa 6 usiku. Ni wakina baba ambao watasubiri wakina mama waende shamba na mtoto aje na mzigo. Hayo sio maisha ya Uislamu. Hayo sio maisha ya Uislamu. Sasa hawa vijana hao kwa mfano, wakiwa utabangi wote hao, haya sisi tutapata faida gani? Hao mabinti hawa wakiwa utabangi, sisi tunapata faida gani kwa wao wakiwa wanajiuza? Hamjui kama kuna wasagaji leo? Hamjui kama kuna watu wanajiuza leo? Hamjui maskini. Mmevaa miwani za mbao. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ndugu zangu, ni wakati wa kila mmoja wetu kufanya jitihada za makusudi. Ukiwa nyumbani kwako, ukiwa ni sehemu ya kiongozi, mtaani kwako, uwe na jitihada walau hata kwa kuomba dua ya Rabbi wanusuru vijana wetu. Lakini utamani kuona vijana wanafanya ile kwa mazuri. Wangapi wamewaita vijana ambao tunaona ni vijana wa mtaani, wakakaa nao, wakawanasihi, wangapi wamefanya hivyo? Tumeuacha Uislamu. Munibina ilahi wataquhu wala takunu minal mushrikina minal ladhina faraqu dinahum wa kanu shi'a kullu hizbin bima ladayhim farihun. Yani msio katika watu ambao wamesaliti dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, msio miongoni mwa washirikina. Sisi leo tukihudumiana msikitini, washirikina ni wale wanaovaa hirizi peke yake. Ndugu zangu, hata wale waliosaliti dini ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wakumbatia madhehebu yao, wakumbatia taasisi zetu, tukaacha maharibiko ya jamii yakaendelea, Allah subhanahu wa ta'ala anasema tuna hasara kwa mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Tuna hasara. Kwa vijana hao 24 mwaka wa kwanza, vijana wawili walienda chuo cha walimu, vijana watatu walienda vyuo vya kati, vijana mmoja alienda advance, na huyo kijana mmoja advance sasa yuko Muslim University of Morogoro. Lakini vijana hawa 10 walienda VETA mwaka huu wa kwanza. Wale vijana wa kwanza nje kwa kwanza walioko hapa, wamehitimu sasa level 2. Wasimame hapo. Walimaliza VETA. Watatu vyuo vya kati, 10 walienda advance, 17 walienda VETA, na wengine 10 walibakia mtaani. Kae chini. Watatu. Hampo wote wanasoma pharmacy. Wanasoma pharmacy. Tunatarajia baada ya muda insha Allah watakuwa wakihudumia kwenye huduma za afya. Hata kama sio sisi, watahudumia Watanzania. Kwa sababu ya muda tutaishia hapa, lakini wapo wengi ambao wanasoma fani tofauti. Hapa hao wale wanataka tofauti. Na fani na ichukue tofauti. Mwenyezi Mungu inshallah ajalie matokeo mazuri. Lakini hawa sisi tunaendelea kufuatilia. Ndugu zangu, kwa muhtasari sana, Mwenyezi Mungu inshallah afanye wepesi. Tunatarajia hawa kwenye kazi zao hawawezi wakaiba simenti ya mtu. Tunatarajia hawa wakiwa wanajenga, muda wa swala umefika, watakumbuka Mola wao.
Tunatarajia hawa wakijenga wamepata shilingi 1000 ngapi, watapata 100-200 kuwekeza katika Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini si hivyo tu, kuna fursa nyingi ambayo umesikiliza video ya mama akiwa anazungumza mabadiliko ambayo tunakwenda nayo. Tunatoka kwenye mfumo wa kuajiriwa, tuko kwenye dunia ya amali, inataka vitendo zaidi. Kanchi ambao kwa mwaka wa pili VETA na FDC simama. Mwaka wa pili 2023 kwa watoto 42. Katika watoto 42, wawili walienda chuo cha walimu, 3 vyuo vya kati, 10 walienda advance, 17 walienda VETA na wengine 10 walibakia mtaani. Lengo kuu la kambi yetu, tunakusudia kuwapata vijana ambao watakuwa na hali ya kujituma, wajitambue, wajijali, wajithamini na wawathamini watu wengine tusiokuwa sisi. Kwa ajili hiyo tunawaita kambi, tunawafundisha masomo ya dini. Katika masomo ya dini wanasoma Qur'ani, lugha ya Kiarabu, fiqh, wanasoma mambo yote ambayo ya kimsingi yanamfanya Muislamu aweze kufahamu Uislamu kuanzia anaamka mpaka analala. Lakini sio hivyo tu, wanapewa stadi mbalimbali kama ambavyo mmeona, na sasa inaendelea. Kuna watu wanashona, kuna watu wana kompyuta, kuna watu wana nini, na alhamdulillah jambo hili hawa watoto walitakiwa walau wachangie chakula. Mwaka jana tulikuwa na wimbi kubwa sana la vijana. Kwa sababu tuweke gharama kubwa walau hii. Kwa sababu kuna mtu anakuja na kijana wangu kimkatalia anafanya nini? Nasema tuweke 50 kwa mwezi. Kwa miezi mitatu 150,000. Lakini wallahi walochangia 150,000. Hawa watoto wako 48. Hawafiki watoto 20. Wanakula kila siku milioni 3, wanaoga, wanafua na wakiugua malaria na nini tuwatibishe. Nawashukuru sana viongozi wenzangu kwa kazi kubwa mnaifanya. Wallahi si vinginevyo. Fa wallahi la yahdiyaka Allahu rajulan wahidan khairul laka min ad-dunya. Allah ameapia hivyo. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameapia. Kama Mwenyezi Mungu anakujalia kuongozea mtu mmoja tu, ni bora kwako kuliko ngamia wekundu 1000. Ni bora kwako. Kwa kazi mnayoifanya, msivunjike moyo. Wallahi hakika kwa kupa mtano wetu sina Mwenyezi Mungu karibu. Na ujira wetu insha Allah, wa wallahu bighafilin amma ta'malun. Allah hafiliki na wale tunaoyafanya. Lakini nitakuwa ni mchoyo wa fadhila kama sintamshukuru shekhe wetu wa mkoa. Mwenyezi Mungu ampe kila la kheri, ampe umri mrefu wenye manufaa na amjalie mwisho uliokuwa mwema, amtengenezee dunia yake na akhera yake. Wallahi tumeenda kwa shekhe zaidi ya mara 10. Zaidi ya mara 10. Tunamfuata shekhe, tunamwambia shekhe, hivi tunazungumza, kesho tutakula nini? Wallahi tutakula nini? Shekhe alikuwa anatuwezesha. Wallahi nakwambia shekhe ametuwezesha zaidi ya mara 1. Anatupa, tunaenda sokoni tunanunua mchele, tunakuja na vijana tutakula. Mwenyezi Mungu ampe kila la kheri. Ni mapenzi makubwa sana. Angekuwa na ule binafsi umimi na nini, angesema inshallah alifanyia kazi mje kesho au msije na kujulisheni. Na msikubali chochote. Kama ambavyo baadhi ya watu, kuna siku baadhi ya watu shaka wapigia simu anawaambia kuna jambo linafanyika pale na manufaa na umma, wasaidieni wale vijana. Wallahi majibu aliyojibiwa shekhe, mimi naona aibu. Lakini mtu ambaye Mwenyezi Mungu amemruzuku amemjibu majibu yale shekhe. Lakini sio hivyo tu, mashehe zetu wa wilaya Uvinza, wilaya Goma Ujiji, manispaa Goma Ujiji, lakini na wilaya Goma DC wamefanya kazi kubwa sana. Mara nyingi hawakutaka kutuarifu, yaani tunakuja kushika amefika. Na ametokea sisi hatupo. Amefika, amekuja. Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri. Lakini wapo watu wengine wamefanya kazi za ziada, kama hatukuwataja tutakuwa tujatendea haki. Kuna mheshimiwa mbunge wa jimbo letu la Kaskazini, Mheshimiwa Hassan Makanika. Wakati tunazindua kambi yetu kama nakumbuka tarehe 28 mwezi wa pili, hapa alituchangia kilo 100 za nini? Za maharage. Sisi hapo kwa siku tunakula kilo 6 za maharage. Ila mchele tunakula kilo 20. Kwa akileta mtu kilo 100 za mchele, unaona ni furushi kubwa. Ila siku 5 mwanafunzi anasikana store na kwambia mimi mchele umefanya nini? Umeisha. Unashika kilo, subhanallah. Mmeweka wapi? Anakuuliza swali, kilo ngapi? Kilo 100. Sasa kilo 100 mwalimu tunakula kwa siku kilo ngapi? Kilo 20. Kwa siku 5 ni kilo ngapi? Yaani maswali yamefanya nini? Yameisha. Lakini kuna watu, mheshimiwa mbunge, Mheshimiwa Hassan Makanika ametusaidia sana. Hawa ndio watu ambao wanatakiwa kuungwa mkono. Lakini pia mheshimiwa diwani wakati wa Mwandiga, ni mama yetu, ametutahidi siku ile ya kufungua kambi alitoa shilingi 100,000 kama mnakumbuka. Lakini katikati hapo mara kadhaa amechangia sana. Anapigia simu, mwalimu kuna changamoto gani? Mama maharage anasaidia. Unakuja maharage. Mwalimu kuna nini? Mchele. Unakuja mchele. Huyu sio tajiri. Sio tajiri kwa sababu ya kupenda wananchi wake na maendeleo, ameamua kufanya.
Mwenyezi Mungu pia amlipe kila la kheri na amfanyie pesa katika alionayo. Lakini pia kuna mheshimiwa ndugu zetu, mama zetu na vijana wenzetu, viongozi wenzetu wa Kasulu. Kasulu kule wana kambi, ila Kasulu na huko tofauti. Matajiri wa Kasulu Sheikh wana wasaa kutoa kuliko sisi. Yaani kule wakiwa na kambi wao wamefunga Jumapili iliyopita, walikuwa tusaidia na sisi. Na leo sehemu ya mchele tunaokula leo hapa umetoka Kasulu. Na mahala walipo wadau wasimame Waislamu wao. Na wamesema tutakuja kuunga mkono mahala walipo. Naye mkatibu wa tisa hapa yuko hapa. Mwenyezi Mungu ndiye Amerika. Wakazi kubwa walifanya. Kwa wenzetu walifanya. Allah kulipeni kila la kheri inshallah. Na karibuni sana. Tunatambua thamani na mchango wenu katika jitihada hizo malezi ya vijana wetu. Lakini pia tunao ndugu zetu, mama zetu na baba zetu kutokea Nguruka wakiongozwa na Sheikh wa wilaya kule. Sheikh Hassan. Mama zangu mlioko hapa Nguruka naomba msimame na baba pia msimame. Hawa Sheikh wametumia zaidi ya kilo 300 za mchele. Yaani unakaa kitaka kingine tulii, wanaambia tumetuma mzigo, nenda stendi katika pokea. Wakina mama msimamo watu waone. Hao ndio wameshasimama. Mashaallah. Mwenyezi Mungu alipe kila la kheri. Na Sheikh pale. Allah akulipe kila la kheri inshallah. Na mfikishie salamu kwa Sheikh Hassan. Mwenyezi Mungu amrzuku inshallah. Lakini pia tunao ndugu zetu wa Juve baada ya sisi kuwa na changamoto ya kompyuta toshelezi, watoto hawa lazima wawe mahiri. Tuliona kwamba fursa pale. Alhamdulillah, walitupa fursa zaidi ya vijana 26 katika hao vijana walioko leo hii wanaendelea na mafunzo pale ya kompyuta. Mwenyezi Mungu alipe kila la kheri. Na yuko hapa brother nimemwona. Sheikh Rashid. Kaka naomba sana wala usaidie. Jitihada wanazifanya. Mazingira yao yanasupport wamechukua vijana. Mwenyezi Mungu alipe kila la kheri inshallah. Lakini sio hivyo tu. Tunaye ndugu yetu mwenyekiti ama mkurugenzi ama bosi wa mwisho anayehusika na jumuiya inaitwa Elite Mama Sheikh Bimoza. Huyu naye amefanya jitihada kubwa, mara kadhaa anakuja. Huyu mwalimu Makwamba alifanya kuwafundisha watoto hao. Ni katika walimu wa kituo chake. Tulienda kuomba, wallahi katika walimu wote mnaoona, hayupo hata mmoja aliyelipo hata 100. Huyu Sheikh Buhigwe anaenda Buhigwe akikaa siku 3, siku akija huku weekend na anakuja kusalimia, anakuja kufundisha lugha ya alama. Kuna watu wanatarusha Kasulu, akija aje kufundisha weekend, waje kufundisha. Mwenyezi Mungu alipe kila la kheri. Sheikh tunaomba usimame wala usalimie. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam. Lakini kuna wakina mama ambao wametuongezea tafakuri, wakina mama wa Dasiru. Si wapo. Kama wapo naomba wasimame kusalimia. Hawa wakina mama mashaallah naona hapa. Simameni wala kusalimia. Wa alaykum salaam. Hawa wakina mama walinipigia simu siku moja. Sisi tuna sadaka kutoa, ukiambia uko unajua ni nini? Kama ndio hauna mchele, hauna maharage, ndio tuna sadaka za kutoa, unajua nini? Amebeba sadaka za kutoa na hakuna chakula, sema alhamdulillah. Sasa sio alihisi wanda nini, akasema alhamdulillah, akasema sio pesa, sisi tunataka kuja na vifaa vyetu, lakini tutoe ujuzi, maarifa ya namna kutengeneza sabuni za maji kwa vijana. Tuje na malighafi zetu zote. Walikuja na vifaa vyenye thamani ya shilingi 100,000. Wakawafundisha hao vijana kutengeneza sabuni za maji na wakasema hii ndio sadaka yetu. Naomba niwaambie, mpaka leo hii tunapozungumza, alhamdulillah, ile 100,000 iliyotuachia ishapata 500,000. Na tumesema tutaienzi ile fedha insha Allah. Itakuwa ni fedha ya kuendelea kila mwaka. Kuna vijana watabakia hapa wanaenda program za madrasa. Na hawa wanaosoma madrasa sio madrasa peke yake. Ni madrasa kama hajasoma form 4 lazima apite QT. Ni madrasa kama hajasoma anafanya aende ufundi. Tuna brother Adiwa. Huyu Adiwa anasoma madrasa Shamsul Maarif. Ameweza kujaia mwaka jana. Anaendelea. Lakini wakati anasoma na ufundi nani VETA. Huyu mfano, yuko brother Jailani, yuko brother Ibrahim. Ibrahim amemaliza hapa. Level ya nani? Level mtawasita. Tumempeleka na sisi level tumefika mwisho. Tumempeleka Sheikh wetu mkoa, Mahad Mu'min. Yuko pale anasoma. Lakini wakati anasoma pale, anarudia na mtendake kidato cha 4. Kwa nini? Sio dunia inayokuja ya mashehe hata hawajui kuomba maji ya Kiingereza. Sio dunia hiyo. Sio dunia. Dunia imefanya nini? Imebadilika. Dunia ya mashehe hawajui kutumia email. Imefanya nini? Imeisha. Ni dunia nyingine kabisa. Kama sisi tutaamua kuja kuishi vile tulivyoishi zamani, itakuwa ni inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwa kila mmoja sisi tulikuwa kila la kheri. Lakini wapo wazee wetu Waislamu wenzetu maeneo ya Mwandiga. Mara nyingi mkililiwa maji mnaleta maji. Tunawaambia jamani maharage hakuna, mmeleta maharage. Na wakati mwingine mtu anakuja anasema leo nataka vijana hao walau wale dagaa. Wamekula maharage sana. Nilikuwa kula maharage yanaota. Basi leo tunafanya operation hapa. Lakini alhamdulillah
Tunaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kila ambaye ameshiriki kwa namna moja ama nyingine, Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri. Hiyo ni sababu tunaeleza dunia yake na akhera yake. Allah Subhanahu wa Ta'ala atuongoze vijana wetu, awajalie kwa vijana walikuwa wema, awanusuru, awakinge na fitna na shari za maisha yanayoendelea. Ndugu zangu, pamoja na mkusanyiko huu, lengo ni kila mmoja ajue, na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, yoyote mwenye nguvu faliyatasaddaq bi quwwatihi, na atoe sadaka kwa nguvu zake. Sisi tunalima mahindi, mmeona yale mahindi waliokula hawa vijana miezi mitatu na siku ngapi? Wallahi tunalima kwa mikono yetu. Na sisi ni vijana wenu ambao nyinyi sio wakulima, ni wakulima wa mchongo kama nyie. Mwaka huu kama tulime sana, ili mwaka tusiombe tuuze baadhi ya mahindi, tununue mchele, tusiombe. Ifikia hatua mtu anataka kuleta alete, asipotaka asifanye, lakini dini ifanye nini? Iende. Kwa hiyo mwenye elimu na atoe sadaka kwa elimu yake, mwenye nguvu atoe, azitolee hivyo alime kwa ajili ya kusaidia dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nakuombeni radhi sana kama kuna mambo nimekosea, basi ni udhaifu wa binadamu, na wallahi sisi mafasaha na elimu zetu bado sana. Qulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashaallah, alhamdulillah, tabarakallah. Kwa kweli huu ndio ufafanuzi wa jambo lenyewe. Unaweza ukaona program zilivyosheheni, na unaweza ukaona nafasi yako wewe katika kujenga umma unavyoweza ukaitumia hapa. Unaweza ukaona kwa nini ilikuwa ni lazima Waislamu wahudhurie kwa wingi, kwa kuwa mambo haya yanayofanyika yanaakisi hitajio la jamii, yanakwenda kwenye jamii moja kwa moja. Kwa hiyo kama jamii isipofahamu kwa kina mambo haya, wanaweza kuwa wanaikosa hizi fursa ambazo kwao wangeweza kuleta mabadiliko katika jamii. Allah muhifadhi amiri wetu na amlinde katika kheri hii. Baada ya maelezo, fafanuzi na nasaha kutoka kwa amiri wa mkoa, sasa tumsikilize Shekhe wa mkoa wa Kigoma, Alhaji Sheikh Hassan Idi Kiburwa, ambaye yeye sio tu kwamba ni shekhe wa mkoa, sio tu kwamba ni mgeni katika kambi hii, yeye ndiye mlezi mkuu wa kambi hii kwa awamu ya 4 kwa mkoa wa Kigoma, lakini kambi hizi ni awamu ya 5 mwaka huu 2025. Inshallah naomba kwa nidhamu ya hali ya juu tumsikilize shekhe wa mkoa wa Kigoma. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Mheshimiwa mgeni rasmi wa mahafali yetu hii, Mheshimiwa Bwana Rashid Chua, mkuu wetu wa wilaya, Sheikh Salahuddin, wajumbe wa baraza la mashekhe waliopo hapa, katibu wetu wa mkoa, naibu fakihi, shekhe wetu wa mkoa wa Iswatu, madiwani, viongozi wa serikali mliopo hapa, walimu wa madrasa na Waislamu wenzangu. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametujalia leo na sisi kuja hapa kushuhudia mabadiliko makubwa yanayotokea katika kituo hichi cha Mgera Mwandiga chini ya mwenyekiti wa kamati ya kuendeleza Uislamu Sheikh Ashraf, kijana shupavu kabisa, mweledi lakini mtulivu. Mwenyezi Mungu akulipe kheri sana.
Tunamshukuru Mungu kutupa nafasi ya kuja kuona haya matokeo ya kazi za mikono ya viongozi wetu hapa msikitini. Tunaomba Mwenyezi Mungu abariki hizi kazi na zidumu na ziendelee. Rehma na amani zimwendee kiongozi wetu, bwana wetu, mpenzi wetu na mtume wetu Muhammad, ali zake, sahaba zake na watu wote wema. Kusema kweli, mimi nimeridhishwa na mahafali hii, namna ambavyo imetayarishwa, lakini pia namna ilivyowasilishwa na kuhudhurishwa katika hafla yetu hii. Kiasi kwamba tunajifunza mambo mengi mazuri kwa vitendo. Hatua hizi ikitokezea kwamba zinapigwa kwenye vituo vyetu vingine wa kiwango hiki, bila shaka kutakuwa na mabadiliko makubwa kabisa katika mujtamaa wetu. Tutaondoka katika mifumo ya kuzalisha migogoro ambayo imejaa kwenye vichwa vya watu wengi. Mara nyingi tunapokuwa tunazungumzia mambo ya dini, sura ya kwanza inayokuja ni ubishi. Kwamba hivi kufuturu suna ni tende moja au tatu. Na ni ubishi mkubwa ambao unaweza hata ukagawa msikiti. Sio hiyo suna ya kufuturu tena. Kwa sababu tumejiweka kwenye kundi la walalamikaji badala ya kuwa kwenye kundi la watu wanaotafuta majawabu ya maisha yao. Kundi kubwa la watoto wetu wanakosa nafasi ya kulelewa. Mimi nimewahi kusema mara nyingi, sisi badala ya pale kwenye kituo chetu niliwahi kuambia pia, ongezeni neno hapo ya tarbia. Sio? Okay. Kwa sababu sisi badala ya kuleana tunafugana. Kufuga maana yake nini? Kufuga maana yake unampatia mtu mahitaji yale ya msingi tu, baada pa kulala na chakula. Sasa si mafunzo mazuri katika dini. Dini nataka tuwalee watu. Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijara 'alayha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nye watu wenye imani, fanyeni bidii kuwatengenezea mustakbali familia zenu. Basi
sio kuwaokoa, kuwatengenezea mustakabali. Ndio maana hapo qu anfusakum, wawekeni mipango mizuri. Wewe una mzazi, unazaa mtoto, unafikiri jukumu lako ni kumpa chakula tu. Kwani una jukumu pia la kupa elimu, una jukumu la kumfundisha kazi, una jukumu la kumfundisha kulima, akuwe anajua kulima, umfundishe kupiga rangi. Ndio qu anfusakum, kwa sababu unamuokoa mtu asiwe ombaomba moja, lakini asiwe mwizi. Mtu akiwa na uwezo wa kufanya kazi yake vizuri hawezi kuwa mwizi. Ndio unamsaidia mtu. Sasa vituo kama hivi vinatengenezwa, lazima tuviheshimu na tuvisaidie. Watu wa Mwandiga mmepata bahati kuwa kuna kituo kizuri kama hichi. Nilikuwa namwangalia yule binti hapa anatoa ishara kwa mikono hivi, kafuzika. Anaweza kutoa tafsiri kwa ishara, kafunzwa. Ni kazi hiyo, atapata nafasi, atatumika. Anavutia. Watu wanatengeneza sasa sabuni katika kituo cha Kiislamu. Haya mambo hatukuzoea kuyaona huku misikitini. Huku ni makonde tu. Ndio tumezoea huku. Na tafakhur ndio kazi zetu. Kwa kushajua hapa Shemkole, mimi ndio bingwa wa fiki hapa. Hamna mtu mwingine hapa. Kila mtu bingwa, mtakuwa ngapi sasa? Lakini huu mlango mkubwa, kwamba kila kituo kwenye msikiti kunakuwa kuna madrasa. Madrasa inakuwa inafanya kazi kama hizi za uzalishaji mali. Hawezi kugombana tena watu. Taratibu ziko vizuri. Niliukatalieni hapa zamani. Viongozi wangu walikuja. Sijui kama kwa hapa. Nilimwona kadadaya hapa. Kadadaya kwa. Basi kama. Na viongozi wengine. Sasa ule msikiti wa Sheikh wa Bakwata ule. Sasa wale wamechukua wale bwana hata nikauliza sio Waislamu. Waislamu. Sasa ule msikiti wanapiga ngoma. Wanaswali. Wanapiga kama gita. Wanaelekea kibla. Sisi tuna vipimo vyetu. Wanataka msikiti kwa sasa. Man salla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fa huwa muslim. Hadithi ya mtu. Waacheni. Haiwezekani. Basi kafunga na mimi masikio. Nikamwambia Sheikh huko. Unakumbuka maneno yangu? Fanyeni kazi tuone. Tunataka tuone matokeo. Alhamdulillah, leo pametulia. Na mimi nafurahi viongozi wa Bakwata wengi nawaoneni hapa. Hata maulidi ile wakati tukuja wote mlikuwepo hapa. Hizi ndizo falsafa zenyewe tunazotakiwa kuziishi. Namshukuru sana ndugu yangu Sheikh Salahuddin. Nasema nataka taawuni, watu mnashirikiana, mnafanya kazi pamoja, mnasaidiana. Ndio mambo haya, hawa anashika hivi, huyu anashika hivi. Hizi taasisi kila siku mimi na watu ni mabasi tu. Likiharibika unashuka unapanda lingine. Sawa sio? Roho. Sisi tunapigania la ilaha illa Allah. Tufanye mambo katika dini yetu. Apendeze
Haya ndio mambo ya kushindana, wa fi dhalika falyatanafasi almutanafisuna. Watu wanaotaka kushindana ni kwenye haya. Kwa hiyo ni msikiti wa aina yake. Zamani nilikuwa kizungumza mimi natoa mfano msikiti wa Kasulu. Lakini sasa nitasema mgeni. Kuna mambo yanaonekana. Msikiti wanalima bwana. Na sisi kulima tulikuwa tunajua ni adhabu. Maana hata ukienda jela kaka utalima huko. Adhabu. Lakini kumbe kilimo ni faida, inasaidia watu wanapata hela. Kwa hiyo mimi nawashukuruni sana viongozi wa kamati ya Pendesha Uislamu, mmefanya kazi nzuri. Endeleeni hivyo na muambukize maeneo mengine. Mimi nitafurahi siku nikija msikitini, imamu ni fundi wa umeme. Alikuja kumtembelea Jaji Mujlis, sijui mnamjua? Jaji wa mahakama kuu. Basi akaenda shehe nitatoa adhana leo. Yuko siku ya Ijumaa, kasema shehe nitatoa adhana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Jaji, kwani unaona? Nataka hivyo. Injinia wa umeme, shekhe. Tuwe na shekhe ambaye hata akikutana na watu wageni hawi mnyonge. Unamchukua shekhe unamtupa katika mkutano, anashika mdomo sana, haula. Hapa itakuwaje hapa mambo? Anakaa anachangia, anasema, ikipigwa mongo na yeye anaanguka. Sasa ikipigwa mongo kazi kuitikia kisho. Asikie hata moja. Hapa. Kwa hiyo bwana, mimi nimefurahi sana kusema kweli. Na mimi nimekuja kwenye hii hadhara kwa sababu ya kuwatia moyo kwamba mnafanya kazi nzuri. Na ndio maana hata mheshimiwa mgeni rasmi wetu wa wilaya amekuja. Ingekuwa ni watu wahuni asingekuja. Mambo ya kihuni yanafanya na wahuni wanaendaga. Mimi siendagi hata kwenye mpira. Mimi nilikuwa napenda sana ngumi zamani. Lakini naangalia siku mmoja rafiki yangu akapigwa. Basi ndio kama mwisho wangu. Watu angalia ngumi. Lakini mambo ya kheri ndio mahala tunatakiwa tu. Kwa hiyo nimekuja kuwatieni moyo. Nawashukuru sana walimu na wapongeza. Sambazeni haya maarifa katika vituo vyote. Sio mali yenu, yasambalie watu wote waweze kuwa na uwezo. Na mimi nimefurahi Sheikh Salahuddin amekuja hapa. لست متأكد إن كنت فهمت ماذا طلبت منك. أنبئ آباء بالمياه دبر لهم الآباء. فأنت يدك طويل يمكنك أن تبسطها ولا تبسطها كل الباسط، لكن يمكنك أن تعمل شيئا. كنا هنا قبل أمس وتكلمنا معك. إن شاء الله. basi nimefurahi, nimepiga kiha hapa kidogo kwamba tusaidie hapa. Kisima anasema alikuja kuja hapa jana na mmezungumza naye, basi inshallah na mimi nitakuwa nakukumbusha kila wakati. Hapa panatakiwa Kisima, hii kazi inayofanyika kubwa na mheshimiwa mkuu wa wilaya, alhamdulillah huko hapa, tusaidie. Wewe sauti yako inafika mbali zaidi, maana wewe ni rais mdogo huko hapa, tusaidie kwa kwamba hapa watu wanaishi vizuri, wanapata maji. Najua maji ni shida bado kidogo kidogo, lakini serikali yetu kwa sasa inafanya kazi nzuri ya kusambaza maji. Katika wizara ambazo zinafanya kazi vizuri ni pamoja na wizara ya maji.
Kwa hivyo inshallah mtaraji hilo pia litaweza kutusaidia, lakini nimeona changamoto yenu ya maji kwa hii miradi yenu ni kubwa, nahitaji kuwa na maji sana. Inshallah Mwenyezi Mungu awatilie wepesi viongozi wetu hapa. Sheikh Rashid, nakuita shekhe, wewe sio shekhe, lakini kwa sababu ni kiongozi basi utakuwa shekhe kwa muda. Kwamba shida zetu ndio hizo za maji. Mwenyezi Mungu atuwekee wepesi katika hilo. Mwisho kumshukuru rafiki yetu Waziri wa Ujenzi Abdallah Ulega, aliwapeni hela na zilipitia kwangu, au sio? Sasa wakati mwingine mnashukuru, na hawa wakubwa nao ukiwasema wanaona raha. Wasema tena wana haupati. Tumefundishwa hivyo, mtu akikufanyia wewe unamshukuru. Hata sisi tunakwenda kusali, unaenda tu kumwambia Mungu nipe hela, si kuna process. Alhamdulillahi rabbil alamin, sifa kamili za Mwenyezi Mungu. Unamsifu msifu Ar-Rahmanir Rahim, Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, anarehemu neema ndogo ndogo duniani bila kuchagua, anarehemu akhera kwa kuchagua. Maliki yaumiddin, mtawala anayesimamia mambo yote siku ya uamuzi, siku ya kiyama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, unasema peke yako tunakuabudu wewe, na wewe peke yako tunakuomba msaada. Baada ya hapo ndo unaanza sasa wewe, ihdina siratal mustaqim, tuongoze sasa sirata. Unataka kuna direct tu, hata unataka kumuomba mtu wewe tunamsifu kwanza. Eba na wewe tajiri sana Allah, kwa tajiri hapa awekomesha, alafu unaingiza mzimu wewe, tukona nipe hela sikupi. Sasa fanya hizi ni taratibu zimewekwa. Mtu akifanyia jambo zuri unamshukuru shukuru na unamsifu kwamba ametufanyia jambo zuri. Basi salamu zenu mtazifikisha kwamba mmemshukuru kwa nani yake, lakini tutaendelea pia kwa tunashirikiana katika hili zoezi. Hili jambo kubwa, sio dogo, msiachiwe peke yenu. Na wito wangu kwa watu wa Mwandiga, kumbatieni eneo hili, mahala ambapo kuna nuru, pashikeni, leteni watoto wasome na mwasapoti, na wasapoti kabisa kwamba hawa wanafanya jambo zuri, hela hizi hapa ili mambo yaweze kwenda. Mimi naamini mkiwasaidia watafanya vizuri zaidi, na nafuu itarudia kwa watoto wetu sisi wote. Sio lazima wewe mtoto wako, lakini akiwa ni mtoto wa ndugu yako itakuwa imefika mahala pazuri. Basi bwana, mimi maneno yangu ndio haya leo. Mwenyezi Mungu alipe kila la kheri. Yeye asema mazuri yanamridhi Mwenyezi Mungu, Mungu ayatie kwenye vifua vyetu. Amin. Mabaya Mwenyezi Mungu asiwaweke yatoe kwenye vifua vyetu. Amin. Mwisho, Mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya, hadhara hii hapo, naomba usimame kwa ajili ya kutuhutubia. Karibu. Mashallah, mashallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mheshimiwa Sheikh wa mkoa wetu Alhaj Hassan Aidi Kiburwa, pamoja na viongozi wote wa dini walioongozana nawe na waliopo hapa kwa ajili ya jambo hili muhimu sana. Tunaomba kutambua wakilishi wa Mheshimiwa mbunge ambaye yupo kwenye majukumu ambayo ninyi wenyewe mmemtuma, lakini yuko Mheshimiwa diwani wa kata hii pamoja na Mheshimiwa diwani wa Kagongo. Mheshimiwa diwani wa Kagongo nilikuwa naye kwake pale juzi. Nimefurahi leo kumuona hapa. Lakini nitambue uwepo wa viongozi
walioratibu jambo hili muhimu kweli kweli. Hawa vijana hakika Mwenyezi Mungu atawalipa malipo yasiyo na idadi. Sijui wamekuja mara ngapi ofisini kwangu, na mimi sijui, lakini wanapokuwa na jambo lao kwa ajili ya Allah wanalifuatilia kweli kweli. Sio vijana wengi wako hivyo. Kwa hiyo nayo Mwenyezi Mungu ametujalia neema kwa kuwepo wao. Amin. Kwa kufanya jambo kubwa la kuisimamia dini ya Mwenyezi Mungu. Inna dina inda Allah al-Islam. Nilitaka niseme jambo moja ambalo ni muhimu, nalo ni kuwapongeza sana walimu wote waliojitolea kwa ajili ya dini ya Mwenyezi Mungu, kwa ajili ya kuwaelimisha watoto hawa wa Kiislamu. Amin. Hongereni sana. Amin. Nanyi Mwenyezi Mungu bila shaka atawalipa kwa thawabu zisizo na idadi. Amin. Ndugu zangu, sina hakika kama nina hotuba, lakini nianze kwa kusema niwapongeze sana waliosimamia tukio hili, kituo hiki, na mpaka tukio hili la siku ya mwisho ya kuhitimisha majifunzo yao. Lakini niwaambie tu kwamba hakika moyo usio na shukrani haufai kuwa sehemu ya mwili wa binadamu. Na kwa maana hiyo nawapongezeni sana kwa kutambua mchango wa watu waliofikisha hapo mlipofika. Ni muhimu sana. Moyo usio na shukrani haufai kuwa sehemu ya mwili wa binadamu. Nimetaja watu waliowashika mkono, pengine sio watu wote, lakini hao wachache mliowataja wanasimama kwenye dhamira yenu ya dhati ya kuwashukuru wote ambao wamewashika mkono. Na kwa namna kipekee nimemtaja mheshimiwa mbunge tangu siku ya kwanza mpaka leo. Mchango wake ni mkubwa sana. Ndugu zangu, mimi kama nilivyosema naweza nisiwe na hotuba. Kwanza wakati nakuja hapa nilijua mgeni rasmi ni shehe wa mkoa. Hawa vijana wamenibadilishia hapa. Lakini niseme kwa kurejelea maelezo ya ustadhi wetu hapa kuhusiana na makusudi mazima ya kuwaweka pamoja vijana na kuwapa mafunzo ya muda mfupi wakati wapo kwenye kipindi cha mpito cha kuendelea na masomo yao, na wengine kipindi cha mpito cha kutoka katika kutokujua chochote kwenda kwenye kujua jambo fulani ili waweze kujitegemea. Hili ni jambo kubwa sana. Hakika tumesikia kukemea masuala ya ushoga, na niseme tu hili ni janga. Ukiwa unajifungia ndani, wewe kazi yako kiamka alfajiri unakwenda msikitini, kutoka msikitini unakwenda kutafuta riziki, unarudi nyumbani unamalizia ibada zilizobaki, unakwenda unalala, unaamka, ratiba yako ikiwa hivyo tu, unaweza ukafikiri kwamba hapa Kigoma tuko salama. Lakini nataka niwaambieni hapa Kigoma hatuko salama. Hali ni mbaya sana. Hali ni mbaya sana. Hali ni mbaya.
Lakini kwa bahati mbaya kabla pengine, waka mimi sipendi sana kulisema hili neno sababu ni kichefuchefu, pengine hawa watu pengine ni wapande mbili, kabla pengine hujafikiria kuwepo kwa shoga, lakini yupo mtu ambaye yupo hapa na ananufaika na huo shoga wake. Tatizo linaanzia hapa. Hata tunapowaona mabinti zetu na kuwalaumu na kuwashambulia kwamba wanajiuza, mimi napenda sana nyinyi mwe mnatafakari nikizungumza. Wakati tunawaona mabinti zetu na kuwashambulia kwamba wanajiuza, tunawaona hivyo bila ya kufikiria kwamba wapo wanaowanunua. Na wakati mwingine mimi huwa nasema kwamba kama ingelikuwa mwanaume ameamua kuwa mtulivu na dunia ikatambua kwamba mwanaume ameamua kuwa mtulivu, hapa duniani pangelikuwa mahali salama sana. Kwa sababu hao wote tunawataja, mashoga, mabinti wanaojiuza, athari inayowapata watoto wetu ya kubakwa na kulawitiwa, tatizo ni mwanaume, tatizo ni sisi. Tatizo ni wanaume. Na hili nimekuwa nikilisema kila mahali. Kama ingelikuwa mwanaume ana adabu, ana maadili yaliyonyooka, asingebakwa mtu, asingelawitiwa mtu, na mashoga wasingekuwepo. Kwa maneno mengine, taasisi hizi za kiroho za dini zitusaidie sana kurekebisha mitazamo, fikra, kujitambua kwa wanaume kuanzia wadogo kuelekea ukubwani. Watusaidie sana, kwa sababu sisi wanaume ndio wenye matatizo. Kwa kuwa wanaofanya matendo haya ambayo sisi kwetu tunaona ni kichefuchefu ni wanaume. Tunaweza kusema tu, mbona kuna wasagaji? Wasagaji gani bwana? Anasaga nini? Shida ipo kwa wanaume. Tuanze kujitazama sisi ili tuweze kujirekebisha. Ni zaidi ya Sodoma na Gomora. Mimi nimekuwa nikisema hivi mara nyingi, na hapa kwenye kituo hiki ningependa kuona watoto wa kiume wengi zaidi na zaidi. Mwape mafunzo ili wajitambue nafasi yao kiimani na nafasi yao kimajukumu kama mababa wa kesho kutwa. Haya ni mambo ya msingi sana. Shida ni wanaume. Tufanye nini? Tuendelee kutafakari. Siku kama 7 zilizopita, kuna vijana 5 wamewabaka wasichana 2 wadogo kwa zamu. Sitaji mahali kwa sababu tunawatafuta 3, tumewakamata. Lakini kuna wengine 3 wamembaka mtoto wa kike kwa zamu. Lakini hao vijana kuanzia miaka 16, 15, 17 sio wazee, ingawaje nao watu wazima wapo katika hiyo shida.
sisi kama wazazi tuangalie vijana wetu, tuangalie kwa jicho la kipekee sana. Tusipoangalia huko tunakoelekea, tutaendelea sana kumchukiza Mwenyezi Mungu. Nimefurahi kuona shughuli zinazofanywa na hii kambi ya malezi, na nimejaribu kumweleza mwalimu wao kwamba itafaa sana pamoja na mlezi wa kituo hiki kuona namna tunavyoweza kuelekea taratibu kwenda kukifanya kituo kamili kinachotoa mafunzo ya ufundi na kikasajiliwa katika mifumo ya serikali. Mashaallah. Hiki ni kitu muhimu sana. Maana yake nimeona walimu karibuni wote wana weledi wa kutosha sana, mpaka mainjinia wengine, na kwa maana hiyo mnaweza kuanza kuwasiliana na taasisi za serikali zenye dhamana ya kulea vituo vya ufundi ili itambulike mtoto akitoka hapa akipewa cheti anaweza kwenda moja kwa moja VETA akaanza nacho kama sifa ya kuingia kwenye level fulani. Jambo hili ni safari inayohitaji moyo, kujitolea, maandalizi mbalimbali ambayo nadhani kwa moyo mlionao mnaweza kufanya hivyo. Kwa hivyo sambamba na hili, lakini ni muhimu nieleze kuhusu fursa za serikali, ikiwemo fursa ya kuwapeleka vijana wetu VETA. Mheshimiwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa mbunge, kuna siku moja amezungumza kwamba hata ukiwa na elimu ya chuo kikuu nenda VETA. Sasa baadhi ya wananchi kwa kutokuelewa hawakumuelewa vizuri, lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu alikuwa anamaanisha kitu muhimu na chenye manufaa kwa vijana wetu. Mimi napenda kusema mfano wa wazi. Mimi ni fundi cherehani. Nimeanza kushona tangu niko darasa la 5. Nilipofika kidato cha 4, wakati nasubiri niende wapi, nikaendelea na shughuli za ufundi. Na nimeshona maeneo mbalimbali. Nimeanzia wakati nasoma primary school, nikashona pale Kizuiani Dar es Salaam. Ni fundi kabisa. Hii ni taaluma ama ni ujuzi unaoweza kuupata kwenye vyuo vyetu, ikiwemo hapa. Wakati ninapata ajira ya kwanza kama mwalimu wa shule ya msingi, wala sikupata shida kumsumbua mzee nitajitegemeaje. Mimi nimekwenda kuajiriwa kama nimetoka kituo fulani cha kazi na kwenda kituo kingine, na vitu vyangu vyote vya ndani, na baada ya mwaka mmoja nikaoa. Nilikuwa vizuri, nilikuwa nimekushaanza maisha. Lakini hakuna mtoto wangu anayemaliza kidato cha 4 kabla hajakwenda mbele na masomo yake lazima aende VETA. Hapa kwenye hospitali, kwenye chuo cha madaktari, na mtoto wangu pale anaitwa Shazel, yeye ni fundi umeme. Alipomaliza form 4 nilimpeleka VETA Tabora, tena akakaa huko akapata vyeti vyake, ni fundi umeme wa majumba, lakini sasa anasomea udaktari. Kuna mwingine yuko form 4 pia tumeshakubaliana, akimaliza mitihani yake anakwenda VETA. Yeye amechagua kwenda kusomea ufundi magari. Nataka kusema tuzingatie sana elimu ya ufundi, hata kama watoto wetu wana elimu nyingine ya darasani. Mtoto aangaliwe katika pande zote hizo mbili, na ndio maana serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan
imebadilisha mtaala wa mafunzo kuanzia shule za msingi mpaka sekondari, ili mtoto apate mafunzo tunayoyaita mafunzo ya amali. Mafunzo ya amali ni mafunzo ya ujuzi. Wakati anapata mafunzo hayo, apate pia na mafunzo ya taaluma nyingine, ili mtoto awe kamili. Akishindwa kuendelea na mafunzo ya taaluma, anaweza kuendelea na mafunzo ya ufundi au aende afanye yote. Nimwambie mimi ni fundi cherehani. Leo nikiondoka katika nafasi yangu, yani wala sipati shida ya kukuomba sabuni na kwenda kushona, na nitashona, nitafanya biashara, nitafungua tailoring mats, maduka makubwa, nitaajiri watu kwa sababu nina ujuzi. Sasa ukikaa bila ujuzi wowote, nao ni mtihani. Ni muhimu sana kulizingatia jambo hilo. Jambo lingine ambalo naomba nilizungumze, wazazi wote tuliopo hapa na ambao hatuko hapa, ni muhimu sana kutambua kwamba huu ni mwaka wa uchaguzi. Huu ni mwaka wa uchaguzi. Tunawakumbusha, huu ni mwaka wa uchaguzi. Tunaishi kwa amani, tunaishi kwa utulivu, tunaishi kwa uhuru uliopitiliza, kwa sababu yupo mtu ambaye anayaangalia maisha yetu, anayaangalia maisha yetu na ustawi wetu. Kimsingi sio mwingine bali ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye anaendelea kuwasihi ushiriki uchaguzi kwa amani na utulivu. Kigoma ni mji wa wastaarabu. Tusikubali kauli zozote za uchochezi. Sisi watu wa Kigoma tunajua athari ya kutokuwepo kwa amani, kwa sababu tunaishi mpakani. Mnajua. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye anaweza kupata shida ya kuwafundisha hivi, mnajua nyinyi faida ya amani? Hakuna. Na waomba sana wana Kigoma, tushiriki uchaguzi kwa amani na utulivu. Tukachague viongozi kwa amani na utulivu. Lakini pia wale wenye nia ya kugombea, na wao washiriki kwenye uchaguzi huo kwa kujaza fomu kupitia vyama vyao kwa amani na utulivu. Ndugu zangu, katika makusanyiko kama haya inapendeza sana tukikutana. Tena kabla hatujamaliza, tumuombe sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sana. Kuendesha nchi ama kuongoza nchi ni jambo kubwa. Lazima kuendelea kumuomba Mwenyezi Mungu aendelee kumpa afya, nguvu, utulivu na ujasiri wa kutuongoza. Bila shaka jambo hilo yuko shehe wangu wa mkoa hapa, ataliongoza vema, ili tumuombee mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Juhudi zinazofanywa na vijana wetu katika kituo hiki bila shaka ni ukumbusho kwamba hapa duniani tunapita tu, na maisha ya duniani ni mafupi mno.
tunao wajibu wa kupita na kuacha athari nzuri. Ameisema kwa ndugu yangu wa bandari kwamba wakati wote jiulize, leo ukidondoka utakumbukwa kwa lipi? Utakumbukwa kwa lipi? Kwa hiyo sio kukumbukwa kwa lolote, lakini kukumbukwa katika jambo lililoacha athari ambalo linampendeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Umeacha athari gani? Usidondoke watu wakawa wanashukuru afadhali kwa sababu ulikuwa kero hapa duniani. Kwa hivyo zipo namna nyingi za kuacha athari. Mojawapo ndio hii ya hawa vijana wanaoitengeneza pepo yao kwa kuacha athari itakayowafanya wakumbukwe milele. Dogo alafu Sheikh Abdullahi alikuwa mfasiri wangu. Leo Ustadhi Hassan ndio atakayefasiri kidogo sana, lakini nasoma ili mbaki na tafakuri. Tulijul laila fil nahar wa tulijul nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bi khairi hisab. fi nahari wa tuliju nahara fil layl. Hii aya inafasiriwa na aya nyingine. Sawa ndugu zangu? Walladhi ja'ala lakumul layla wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara au arada shukura. Kwamba nyie kama wanadamu mkitaka kuona ukubwa wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, angalieni namna mabadiliko ya nyakati yanavyoyaweka. Ndugu zangu, Mungu ndiyo ambaye anaufanya usiku na mchana uende kwa wakati wake, kwa namna ambayo ukimalizika usiku anaingiza mchana hapo hapo, ukimalizika mchana anauingiza usiku hapo hapo. Lakini kubwa zaidi lazima mjue katika ukubwa wa Mungu. Tafsiri yangu sasa, tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita, ndio aya imetabikisha na watu wa hapa. Kumpa mtu elimu unamtoa kutokufa kwenda kuwa hai. Tunaona vizuri? Unapomfunza mtu kazi ambayo anaweza akaifanya ikampatia kipato cha halali, kama anavyosema Bwana Mtume Muhammad, man amsa kallan bi'amali yadihi amsa maghfura Allah. Akishinda mtu kwenye maisha ambaye ni Muislamu akafanya kazi yake kwa mkono wake, Mtume Muhammad anasema amsa maghfura Allah, unashinda, umesamehewa nini? Adhabu yako. Sasa shekhe, hii tukhrijul hayya minal mayyit, maana yake ni kwamba tuwashukuru hawa watu wanaotuondolea watu ambao ni maiti kwenye jamii yetu, wanawafanya kuwa hai. Tunaona vizuri? Hii tafsiri ya nini? Ya mchana. Tafsiri ya mchana hii kwa tukio tulilonalo. Lakini kama utaamua sasa nikaangalia fasiri wanasemaje, ndio hivyo kwamba Mungu ndio ambaye leo utaona anatoa kitu hai kutoka kilicho nini? Mfano yai. Yao kidole inapumua, lakini mwana anatoka nini? Mimi na wewe tukikutana na wake zetu wale ambao hamjaoa, sawa, utaona wale manii sio hai, lakini anatengeneza nini? Kwa uwezo wa Mungu. Lakini alhasil ni kwamba ili niishie hapa,
tukupongezeni na mkuu wa wilaya anaonekana unaelewa unachokisoma. Kwa sababu ni ndio zangu. Mimi pia ni mwalimu ni mwalimu kwa shule mkoa. Ndio aya hii. Tunatafsiri kwa mchana tunasema hivi. Ongereni watu wa Mwandiga. Sawa? Mnawaondoa watu kwenye kifo, mnapeleka kwenye nini? Hai. Wewe uwezi ukawa unaishi huna la kufanya. Ndio uwezi wanazidi. Kwa sababu uwezi ukapata kazi ya kufanya, ukaenda kubaka mtoto wa mtu. Tunaona vizuri? Maana hauna cha kukushughulisha, umeona ujishughulishe. Kwa hiyo ndio tafsiri ya kisasa. Nimemaliza hapo. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Basi wale wote wanaotenda mema kwa ajili ya Allah, Mwenyezi Mungu awape hisabu zisizo na idadi.